hata kwa familia waliwekwa nje ya lango ili wakapata kufa kule nje. Maandiko yanasema katika ile birika kuna wakati malaika wa Bwana alikuwa akishuka kutoka mji wa mbinguni, na wakati yule malaika alikuwa akishuka, maandiko yanasema alikuwa anatibua yale maji. Ndio. Yule malaika alikuwa akiponya yale maji kutoka mji wa mbinguni. Yes. Maandiko yanasema aliyekuwa anaingia akiwa mtu wa kwanza, ndio, yule ndiye aliyekuwa anapokea uponyaji. Yes. Bwana Yesu apenzi. Amen. Hata kulikuwa na birika ya maji katika mji wa Yerusalemu. Yes. Na ile birika ilikuwa imewekwa nje ya mji ama katika malango ya mji. Ndio. Bwana Yesu apenzi. Amen. Maanake wale watu walikuwa wamekatishwa pale ama walikuwa wanakaa katika ile birika. Yes. Walikuwa ni wale watu hawakuwa na maana. Mahali wanakosa maana katika kijamii. Yes. Wanakosa maana katika ulimwengu. Ndio. Bwana Yesu apenzi. Amen. Maandiko yanasema kuna mgonjwa alikuwa anakaa mahali pale. Ndio. Alikaa muda wa miaka 38. Yes. Na leo nikasema alikuwa hajiwezi, maanake alikuwa ni kiwete. Ndio. Na pale alikuwa na ulemavu katika mwili wake. Yes. Hivyo wakati ile maji ilipokuwa ikitibuliwa angeweza kuingia ndani. Ndio. Maanake hakuwa na mtu wa kumtoa kuingia ndani. Yes. Aliyekuwa anamtangulia alikuwa anapokea uponyaji. Ndio. Lakini siku kama siku ya leo, Yes. maandiko yanasema Yesu akawa anazunguka zunguka. Ndio. Maanake wakati Yesu alikuwa akizunguka zunguka, Yes. maandiko yanasema alikuwa akienda akitenda mema. Ndio. Yesu alikuwa anatembea akiponya wagonjwa. Yes. Yesu alikuwa anatembea akiwafungua na wafungwa. Ndio. Yesu alikuwa anatembea akiwasamehe waliokuwa wameonewa. Yes. Alikuwa ametenda miujiza katika miji ya Galilaya. Ndio. Hata katika ng'ambo zake alikuwa ametenda miujiza. Yes. Maandiko yakasema akapitia kwa ile njia. Wakati alipokuwa anapita, Yesu Kristo akaona yule mwanaume. Yes. Alikuwa mahali pale kisimani ajiweze. Alikuwa kwa ile birika mahali pale ajiweze. Ninaona mahali pale alikuwa na ulemavu. Alikuwa mahali pale maisha yamefika mwisho. Alikuwa mahali pale amechanganyikiwa jinsi ya kufanya, manake Mungu alikuwa amesoma. Alikuwa na miaka 38. Maandiko yanasema Bwana anajiweza. Kuna watu siku ya leo mahali pale hawajiwezi. Wako na mili mizuri lakini hawawezi wakusonga na mbele katika maisha yao. Wamekuwa na hali ya kusoma lakini hawapati kazi. Wamekuwa na hali ya kuoneka lakini hawapati watoto. Kuna watu wazuri siku ya leo, lakini shetani amewaonea. Shetani amekalia maisha yao. Shetani amefuruka maisha yao. Shetani amefuruka hatima yao. Hata wamekuwa na hali ya kufika mwisho. Nimetumwa na habari njema jioni ya siku ya leo. Nikatabiri katika maisha yako. Nikatabiri katika anga yako. Nikatabiri katika moyo wako. Nikwambie kufika mwisho, hata kukua katika hiyo hali, sio kumaanisha utaendelea, sio kumaanisha utaishi, sio kumaanisha utapokea baraka. Wakati Yesu alipopita mahali pale, akazungumza na yule kijana, akamwambia kijana, oh my God, oh my God, ukapate kutindika godoro yako, ukapate kuinuka na kuangaza, ukapate kuinuka na kutembea. Lakini yule kijana akamwambia Yesu, tazama nimekuwa mahali hapa miaka 38, lakini sina mtu wa kumtia ndani ya ile birika. Wakati malaika alikuwa akitibua maji, lakini Yesu akamwambia inuka na ukapate kusonga na mbele. Bado yule kijana mahali pale hakuwa anaelewa, lakini wakati alipomwelewa Yesu Kristo, maandiko yanasema akainuka, akaleta godoro yake, akaanza kutembea na akaanza kurukaruka, akaanza kumtukuza Jehova. Manake alikuwa amepokea uponyaji, manake alikuwa amepokea mamlaka, manake alikuwa amepokea nguvu. Nataka nizungumze na maisha siku ya leo ya mtu aliye mahali hapa, alikuwa amefika mwisho, alikuwa amekosa matumaini, watu walikuwa wamemwacha, watu walikuwa wamemtenga, wamemnagana masomo, lakini hapati kazi. Ninaambiwa nikwambia utakufa moyo, endelea kujipa moyo, endelea kusonga na mbele, manake Yesu ameona na Yesu ametumana. Oh my God, oh my Father, useme Bwana Yesu asikie na atende. Haleluya. Yesu anapoipenya katika hiyo anga, lazima maisha kabadilike. Wakati alipoingilia kwa anga yule kiwete, kama yule aliyekuwa mpoza, umeopoza umeondoka, mwili wako ukapokea afya, mwili wako ukapokea nguvu, mwili wako ukapokea mamlaka. Unakuombea jioni ya leo, wanakatilia mamlaka anga yako, ukakatilia mamlaka mawazo yako, wanakapata kuatilia mamlaka na kuinuka na kuangaza, ili ukasonga na mbele, ili ukaendelea na mbele, ukimutukuza
kumtukuza na kumsifu Bwana. Yesu na Bwana Yesu asiye na tenda. Yesu alipokuwa akisonga na mbele akampata yule mama alikuwa ametaabika, yule mama alikuwa amehangaika. Maandiko yanasema kwa miaka 12 alikuwa mahali pale akivuja damu, alikuwa ametembea kwa matabibu wengi, alikuwa amekunywa damu mesa mingi, lakini damu mahali pale kukatika, ile damu mahali pale kukauka. Ninaona watu wamemtoroka, ninaona watu wamemwacha, ninaona mume amemwacha, ninaona jamii imemtenga, manake mahali pale alikuwa amenuka. Maandiko yanasema alikuwa ameharibu mali zake, alikuwa ameharibu fedha zake, yale magonjwa yalitawanya fedha zake, akabaki mahali pale akihangaika. Lakini siku kama siku ya leo, maandiko yanasema akasikia habari za Yesu, manake Yesu alikuwa anapitia. Wakati ile mama alisikia habari za Yesu, akasema licha kwa ameshamuona Yesu, akabaki katika ile anga, akajisongeza katikati ya makutano. Manake makutano yalikuwa yanasongamana, makutano yalikuwa ni mengi, watu walikuwa wanamzunguka Yesu. Yule mama akasema nitasongeza karibu na Yesu hata kama nitaligusa pindo langu lake. Akasema najua nitapona, najua ile anga itaniondokea, manake nimesikia habari za Yesu, ila nitembea akifanya miujiza. Maandiko yanasema yule mama akachukua hatua imani, akasongeza mbele ya Yesu. Aliposongea karibu na Yesu, maandiko yanasema kaligusa pindo langu la Yesu. Alipoligusa ile pindo langu la Yesu, maandiko yanasema mamlaka na uwezo na nguvu zikamtoka Yesu zikaingia kwa ule mama. Wakati nguvu zilipoingia ndani ya mama, maandiko yanasema ile damu ikakauka mara ile. Oh my God, oh my Father, asa nguvu zako usopawa ilipoingia ndani ya mama ikakausha ile damu. Oh my Father, my God, ile mama kabaki akiwa mzima. Waliokuwa wamemdharau, waliokuwa wamemtega, waliokuwa wamemwacha, wakamtazama vile alivyo, wakashangaa jinsi amekuwa mzima, lakini Bwana alikuwa ametenda, lakini Bwana amekuwa ametenda. Tunakuombea siku ya leo, Baba katende kwa nyumba lako, Baba katende kwa maisha yako, Baba katende kwa ndoa yako, Baba katende kwa huduma yako, Baba katende kwa hiyo biashara, Baba katende kwa hiyo kazi, Baba katende kwa hiyo njia. Hiyo roho yako ikaondoke, roho ya kilio ikaondoke, roho ya kufika mwisho ikaondoke, roho ya kuhangaika ikaondoke, roho ya maskini ikaondoke, roho ya ufukara ikaondoke, roho ya magonjwa ikaondoke. Hiyo magonjwa ina tiba, inaitemea siku ya leo. Ikaachilie mwili wako, ikaachilie maisha yako, ikaachilie nyumba lako kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apesi. Amen. Bwana Yesu apesi. Amen. Yule mama alipongusa pindo la nguo la Yesu, ile hali mahali pale ikamuondokea. Ndio. Kuna watu siku ya leo tunapoenda kusikia neno la Mwenyezi Mungu. Kuna hali ulikuwa unapitia inaenda kuondoka katika anga yako. Na inaenda kuondoka completely. Mpaka wale walikuwa wamekuzoea wataenda kushangaa. Katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yule alikuwa amepoza mahali pale kubaki mahali pale tena kwa malango. Bali alisimama na kaanza kuhubiri habari njema. Yule mama kubaki mahali pale kijijini tena. Manake alipokauka damu yake, aliingia kwa mkutano akaanza kumfuata Yesu. Bwana Yesu apenzi, akaenda kitangaza habari njema, akaenda kitangaza ukuu wa Bwana, akaenda kitangaza utukufu wa Bwana. Kuna watu wanapoenda kutoka malaba jioni ya leo, wanaenda kutoka na habari njema, wanaenda kutoka kitangaza nguvu za Bwana, wanaenda kutoka kitangaza matendo ya Bwana, wanaenda kutangaza vile Bwana anawatendea, wanaenda kutangaza vile Bwana anawaponya, wanaenda kutangaza vile Bwana anawafungua, wanaenda kutangaza vile Bwana anawasamehe dhambi zao, wanaenda kutangaza vile Bwana anawainua. Wanaenda utabaki kwa magonjwa tena, hautabaki kwa masikini tena, hautabaki kwa laana tena, hautabaki kwa kuhangaika tena, hautabaki kwa kusumbuka tena. Manake Yesu amenena. Bwana Yesu apewe sifa. Endelea kujipa moyo, endelea kuinuka, endelea kusonga na mbele, manake Yesu anapitia. Haleluya. Msema zako mwambie Yesu anapitia. Yesu anapitia. Anapopitia mambo yanaenda kubadilika. Anapopitia mambo yanaenda kubadilika. Mwambie mambo yanaenda kubadilika. Mwambie mambo yanaenda kubadilika. Nimesoma kitabu cha Marko 5 kuanzia mstari wa 25. Hapo ndipo utaenda kupata ile neno na kwenda kujisomea. Bwana asifiwe.
Manake na kuachilia uzima ndani ya moyo wako. Yule mama alipopokea mama mazaya limakanda bakanda bashanda rima mazegete magunda na mazaya ni makaya ni magonda neema ya Jehova. Ori baba mazaya rima kanda bakanda bashanda neema mpya ikawa juu yako, mamlaka mpya ikawa juu yako, kibali cha Bwana kikawa juu yako, uwezo wa Bwana ukawa juu yako. Bwana katie maneno kwa kinywa chako, Bwana kaweka ukiwezo kwa kinywa chako, Bwana kaweka nguvu kwa kinywa chako. Mikono yako kapokea mamlaka, ulimi wako kapokea mamlaka, mawazo yako kapokea mamlaka, miguu yako kapokea mamlaka, katika jina la Yesu. Nasema katika jina la Yesu. Wakati yule mama alipogusa pindo la nguo la Yesu, nguvu ziliondoka ndani ya Yesu, zikaingia ndani ya yule mama. Yule mama ile damu ikakauka, akaanza kutangaza habari njema. Oh my God, oh my Father, oh my Father, mwanangu pokea mamlaka, pokea nguvu mpya, pokea uwezo mpya. Kila roho wete kakuondokea, kila roho ya jangwa kakuondokea, kila roho ya kiangazi kaondoka, kila roho masikini ikaachilie maisha yako, ukapokea mamlaka, ukapokea uwezo, pokea 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 katika jina la Yesu. Yes. Ndio. Makanda bakanda bashana. Tunastahili Bwana majeshi. Tunastahili mfalme wa amani. Karibu Roho, karibu. Karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu. Karibu Yesu, karibu. Karibu. Namshukuru Baba kwa ajili ya hii nafasi ambayo amenipa siku ya leo. Amen. Nikapate kunena nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ulipofungua moyo wako, fungua nafsi yako. Amen. Na Mungu ataenda kunena ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile neno ambalo amenituma nalo siku ya leo, amen, ili likapate kukubadilisha, ili likapate kukujenga na likapate kukubariki. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ni Mungu mwaminifu. So fungua moyo wako, ondoa mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakubariki, Mungu atakuinua na atakuendesha kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Deaconess Anna, nikihudumu katika haya madhabahu chini ya baba yangu Reverend Cosmas Makao. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mwana katika haya madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Nimeona Mungu akitenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa nikiingia mahali hapa si kwa hivi nilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu ametenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo na wewe siku ya leo tarajia kitu ukiwa katika nyumba lake Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu unapomtegemea yeye peke yake. Hakika atakuwa na hali ya kukuinua, atakuwa na hali ya kukubariki, na atakuwa na hali ya kukuendesha. Bwana Yesu asifiwe. Usikumbali ukapate kujiendesha wewe mwenyewe, bali umkumbali yeye akapate kukuendesha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa ukiwa na hali ya kumkumbali akapate kukuendesha, utakuwa na hali ya kuogopa, hautakuwa na hali ya kuwa na taswishi. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho utakuwa unaomba, utakuwa unajua ya kwamba hicho hakika ni changu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa wewe ni mwana katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bila kuharibu masaa, naomba tukapate kuingia katika neno la siku ya leo. Amen. Katika kile kitabu cha Luka, naomba tukapate kupungua pamoja. Luka 5. Luka 5 kuanzia ule mstari wa kwanza.
Itaenda kusoma. Ikawa makutano waliposonga wakilisikiliza neno la Mungu, yeye aliyekuwa amesimama kando ya ziwa la Genesareti akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka apeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akafundisha makutano ali chomboni. Hata alipokwisha kunena, akamwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Lakini basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakafungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili wanje kuwasaidia. Wakaja wakajaza vyombo vyote viwili, hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona haya, alianguka magotini pa Yesu akasema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki waliopata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washiriki wa Simoni. Yesu akawaambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukifua watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Yule wakati ambapo Yesu alikuwa akizunguka pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Akihubiri neno lake, akifungua, akifufua. Bwana Yesu asifiwe. Akafika katika ziwa la Genesareti. Bwana Yesu asifiwe. Akaona vyombo viwili vilikuwa vimewekwa kando. Zile vyombo hazikuwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu walikuwa wanaosha zile nyavu zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa walikuwa wamekesha mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa wamepata kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu alipoona zile vyombo akaenda akakaa mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Na akaingia katika kile chombo ambacho kilikuwa ni cha Simoni Petro. Bwana Yesu asifiwe. Alipokaa mahali pale akifundisha wale makutano. Bwana Yesu asifiwe. Akawa na hali ya kuwafunza mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Akawa na hali ya kuambia wale Simoni alipomaliza. Bwana Yesu asifiwe. Toeni hiki chombo kule kilindini. Bwana Yesu asifiwe. Ili mkavue samaki. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa na hali ya kumuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Hata ni Bwana Yesu asifiwe. Tumekesha mahali hapa, hatujapata chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hatujapata kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe. Tumechoka sana usiku kutwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Simoni akasema, kwa neno lako tu. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuwa na hali ya kukipeleka. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa na hali ya kupeleka kile chombo. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa na hali ya kupeleka mahali ambapo wameambiwa, na wakavua samaki wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Wakavua samaki wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Hakika wakawa na hali ya chombo kikaanza kutaka kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Zile nyavu zikakatika. Wakawa na hali ya kuwafungia mkono wale wenzao. Bwana Yesu asifiwe. Akawafungia mikono pale. Bwana Yesu asifiwe. Ili waje wawasaidie. Bwana Yesu asifiwe. Walipokuja mahali pale wakajaza zile vyombo vyote viwili. Bwana Yesu asifiwe. Zile vyombo zikawa na hali ya kutaka kuzama. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wingi wa samaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wingi wa samaki. Na hiyo bahari tu ndio walikesha usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio waliokesha usiku kucha. Bwana Yesu asifiwe. Hakika Mungu ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiingia katika maisha yako, maisha huwa yanabadilika. Aliingia katika chombo cha Simoni Petro. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yao yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Alipoona hivyo, Simoni akasema ya kwamba akaambia Yesu, utaondoka kwangu, mimi sistahili, kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Aliona hafai hata kusimama mbele ya Yesu. Aliona yeye hafai kusimama mbele ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa aliona yale
maajabu ambayo yametendwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaona yeye ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Akaona yeye ni mwenye dhambi, astahili chochote. Bwana Yesu asifiwe. Akawa na hali ya kujihukumu, akajiona yeye ni mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu akishaingia katika maisha yako, maisha yako huwa yanabadilika. Aliingia katika zile vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yao yakabadilika na habari njema ikashuka kwa. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia kwamba hamtakuwa sasa wavuvi wa samaki, mtakuwa wavuvi wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Mtakuwa mkivua watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakabadilishiwa majina yao yakabadilika from hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akishaingia katika maisha yako, majina yako yanabadilika. Haijalishi walikuwa wamekufunga aje, haijalishi walikuwa unapitia katika hali gani, alizikunyalishe. Yesu akishaingia ndani yako, maisha yako yanabadilika. Yesu akiingia ndani yako, huwezi baki vile ulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Aliingia katika maisha ya Simoni Petro, maisha yao yakabadilika, wakawa wavuvi wa watu, wakawa tena wavuvi wa samaki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kubali Yesu akapata kuingia katika maisha yako, kubali Yesu akakubadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Kubali Yesu akapata kukubadilisha mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Aliingia pale, maisha yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akishaingia ndani yako, huwezi kuwa vile ulivyokuwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wamekupa majina magani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiingia ndani yako, majina yanabadilika. Haijalishi wanakuita majina ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wanakuona wanaanza kukunja uso. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akishaingia ndani yako, wanakupigia saluti. Bwana Yesu asifiwe. Sije ukajalika. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo ya watu, kubali tu Yesu akishaingia ndani yako, mambo yako yanabadilika. Mambo yako hayawezi kuwa vile yalivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ako na uwezo wa kukubadilisha. Yesu ako na uwezo wa kubadilisha majina yako. Haijalishi majina yako ni magani unayoitwa. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi majina unayoitwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi katika ulimwengu ambao watu wanatuita majina na yale majina tunayopitia. Bwana Yesu asifiwe. So haijalishi ni majina magani unayoitwa. Bwana Yesu asifiwe. Yeye yule aliyobadilishia Yakobo jina, hata siku ya leo kuna uwezo atabadilisha jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Atakuwa na hali ya kukubadilishia. Bwana Yesu asifiwe. Akiingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kitamzuilia, hakuna ukuta utamzuilia. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi wamekuchimbia kaburi, haijalishi ni masimba wamekuchimbia, hiyo haitamzuilia. Bwana Yesu asifiwe. Ataingia mahali pale na akatende jambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ataingia mahali pale na akatende jambo. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma kile kitabu cha Yohana 20:19. Bwana Yesu asifiwe. Hakika walikuwa wamejifungia mahali pale, wakiofia wale Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wamefunga milango, wakafunga madirisha, wakafunga. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa sasa wanajiona wakosefu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo haikuzuilia Yesu kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usije ukaona mahali unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Ile hali unayopitia usije ukaiona. Bwana Yesu asifiwe. Muone Yesu tu. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanafunzi hata kufunga kwao kwa milango. Bwana Yesu asifiwe. Hata kufunga madirisha kwao hakukuzuilia Yesu kuingia mahali pale. Walishtukia shuka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo hali unayopitia haiwezi kuzuilia Yesu kupenya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Akisha penya kwako, mambo yanabadilika. Akisha penya kwako, biashara inabadilika. Akisha penya kwako, ndoa zinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi penya kwako na maisha yakabaki kuwa yale yale. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi penya kwako na maisha yakawa ni yale yale. Bwana Yesu asifiwe. Maisha huwa yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Yeye huwa anabadilisha mambo. Akishaingia mahali anabadilisha mambo. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajali. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajiona siku ya leo. Usije ukajidharau siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukajidharau.
lakini ile kufunga kwao hakukuzuilia. Bwana Yesu asifiwe. Hakukuzuilia Yesu kuingia, aliingia tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usije ukajidharau, usije ukajishusha. Bwana Yesu asifiwe. Jua ya kwamba wewe ni mtu mwenye dhambi, jua ya kwamba wewe ni Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usije ukajidharau. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo hali unayopitia, Yesu ako na uwezo wa kushuka pale. Bwana Yesu asifiwe. Inua tu kiwango cha imani yako, ukapata kumkaribisha, akaingia ndani yako, na hakika atakuendesha. Bwana Yesu asifiwe. Hakika atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umetupwa. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi walitamka maneno mangani, wakasema ya kwamba wacha kaenda Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Tutaona kakirudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo isikujarisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo usione. Ona Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Aliingia katika chombo cha Petro. Bwana Yesu asifiwe. Majina yake yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio watakuwa na hali ya kukutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Tu Bwana Yesu asifiwe. Ndio watakuwa na hali ya kukutafuta. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo hali isije ikakutenganisha na Mungu wako. Hiyo hali isije ikakuvuta katika uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mkubali tu Yesu akapata kukaa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi isije ikakuzuilia. Bwana Yesu asifiwe. Aliposhuka pale kwa Petro, Petro yeye alipoona hivyo, Bwana Yesu asifiwe, akashuka. Bwana Yesu asifiwe. Akanyenyekea kwa sababu ya yale matendo ambayo ameona. Yesu asifiwe. Akashuka akasema hata si ustahili kuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo dhambi isije ikakuzuilia. Bwana Yesu asifiwe. Kama bado na dhambi, dumisha utakatifu ili Yesu akapate kuingia ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Akapate kutenda jambo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni Mungu mwenye uwezo. Aliingia mahali pale panaini. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma hiyo Luka 7 kuanzia ule mstari wa 11, nitaenda kusoma Luka 7 kuanzia mstari wa 11. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwaye Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mjini wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaliguza jeneza. Wale waliokuwa wakimchukua wakasimama. Akasema, kijana, nakwambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mamaye. Bwana Yesu asifiwe. Hofu ikamshika wote, wakamtukuza Mungu wakisema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu amewatangulia watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu aliingia katika ule mji wa Naini. Mahali pale kulikuwa na maiti. Bwana Yesu asifiwe. Watu walikuwa wakiandamana wakilia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alipoingia katika ule mji, mambo yakawa na hali ya kubadilika. Yule maiti akawa mzima tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Yesu akishaingia ndani yako, mambo yanabadilika. Mambo yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuwa vile ulivyokuwa. Walikuwa wana huzuni, akaingia katika ule mji. Wanao walikuwa wakilia, akaachilia furaha mahali pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa mtoto alikuwa amekufa, walikuwa wana huzuni nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa wanahuzunika sana. Walikuwa wanaona sasa wamepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Hawakujua mwenye uzima kisha ingia pale. Bwana Yesu asifiwe. Yule mtoto atakuwa na hali ya kupokea uzima tena. Bwana Yesu asifiwe. Aliposhuka mahali pale, Bwana Yesu asifiwe, akaachilia ule uzima. Bwana Yesu asifiwe. Akaondoa roho ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Akawa na hali ya kuachilia furaha badala ya kile kilio walichokuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anapoingia mahali, mambo huwa yanabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Mambo huwa yanabadilika anapoingia mahali. Bwana Yesu asifiwe. Aliingia pale. Bwana Yesu asifiwe. Mama alikuwa na huzuni mingi sana. Akiona sasa nimeachwa na mtoto
Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakujua ya kwamba yule mwenye uzima akishaingia mahali pale, hakika watakuwa na hali ya kufurahi. Bwana Yesu asifiwe. Wakawa na hali ya kushangaa sana kwa yale matendo ambayo Yesu alifanya.